Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insan wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Mustafa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kamuumba mwanadamu na akamfundisha namna ya kubainisha. Ziada na rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kina mama, waumini wa Allah, viongozi wa jamii yetu ya Bujumbura, Burundi, leo tunayo furaha kubwa, furaha ambayo ikichangia na huzuni ndani yake. Hatuna budi ya kuanza maneno mengi kwa kile ambacho kimetukusanya hapa. Sote tunaelewa ni mmoja miongoni mwetu, mashallah tabarakallah, baada ya muda mrefu tuko naye mama yetu. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala kamwezesha kuishi katika nchi yetu hii ya Burundi, jijini Bujumbura, na leo Allah kampangia kule ambapo alipotokea ili aweze kuparejea. Hivyo tu basi, na mapenzi ambayo tumekaa naye na ukaribu na upendo wake kwetu sisi kina mama, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alituambia katika Qur'ani, alimuumba mwanadamu na akajalia mataifa mbalimbali, si kwa jambo lingine ili ni kuweza kufahamiana. Na ndugu yetu tumemfahamu na tukampenda mama yetu. Wengine labda hata kuzaliwa tulikuwa bado hatujazaliwa, lakini historia yake tukaikutana katika nchi yetu hii ya Burundi, jijini Bujumbura. Ilikuwa historia nzuri sana ya kupendeza. Hivyo tu basi Allah subhanahu wa ta'ala kamjaalia aweze kurudi kule alipotokea, kwa ukarimu na upendo wa viongozi wetu hawa ambao tuko nao. Wakaona si jambo la kawaida, kumbe tuweze kujumlika na kuweza kumpa kile ambacho kitakuwa ni zawadi kwake. Huenda atakaa chini atakumbuka, hawa nilikuwa nao ndugu zangu, na ikampa faraja iliyokuwa kubwa. Kama kawaida, mahfali ya dini ni Qur'ani kina mama, na Qur'ani nitaomba itusomee huyu muhusika wetu. Yeye ndiye ambaye atakayetufungulia ufunguzi huyu wa Qur'ani. Huenda ikawa ni sauti yake ya mwisho sisi kuisikia katika nchi yetu hii ya Burundi. Fali atafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum fihi yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablih wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Baada ya Qur'ani tukufu, hii ni zawadi kubwa ambayo ametusomea mbele ya viongozi. Laiti tungilijua uzito wa tafsiri, anabaki anatuthibitishia kwamba kitabu ambacho kitatuongoza sisi ni Qur'ani. Hivyo tu basi tunakuomba hizi aya ulivyozisoma zio mwongozo kwako mpaka utakaporejea nyumbani kwenye asilia. Bila shaka katika programu zetu ni mambo mengi sana tumeyapanga. Kabla kukaribisha
nitaomba hutuba ya kiongozi wa mashangazi ambaye ametayarisha jambo hili ni kwa upendo na majonzi kadhalika yakichangia, kwa kuwa mtu kama ulimzoea akikutoka inatia huzuni kabisa. Mafanya tumemzoea kwa ukaribu toka tungali watoto, tunamsikia historia yake. Ni mambo mengi ameyafanya katika jamii yetu hii ya Burundi, na ndio maana haikuwa jambo la kawaida kumwacha hivi hivi aage tu anakwenda na tumwambie inshallah tutaonana. Kumbe lazima tufanye kitu kama souvenir kwake, na kule ambapo atakapokwenda huenda image yetu hii anaweza kawaonesha waumini wa kule na wakasamini kuwa alikuwa sio mtu wa kawaida kwenye jamii ya Burundi. Nadhani hilo wamama wengi wa Bwiza mnalifahamu, na alikuwa si peke yake tu, ni wengi tulikuwa nao miongoni mwao, na kwa sasa ni kama tuliwazika, isipokuwa yeye Allah amemjalia kurudisha historia ya Senegali. Na huenda watamuuliza wako wapi wakina mama Musa, atawaambia kwa mapenzi ya Allah tuliwazika. Hao wote walikuwa ni wamama bora kwenye kundi letu hili la Afemebu. Ni wamama ambao walijua kujikusanya kunako maadili yake Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa hawana ubaguzi, wakaweza kuchangia na wale ambao wasiokuwa wa kabila lao, lakini kwa ajili ya shahada na mapenzi ya Uislamu tuliweza kudiriki nao kwenye chombo kimoja. Hivyo tu basi nirudishe maiki kwa kiongozi wa mashangazi Hajati Shemsa aweze kutoa hutuba yake nzuri sana makaribisho. Nini atatuambia sawa na yale ambayo tumo ndani yake, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ya rabbi. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ni za kwake Allah, utukufu ni wa kwake. Hana mshirika Allah, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na chochote kile ya Rabbi. Tunazidi tena kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuona ametujalia, ametuwezesha leo kuwa hapa pamoja na mama yetu, kipenzi chetu, shangazi yetu, bibi mama Fani Hajat. Naamini viongozi mliko hapa, mashangazi nyote mko hapa, naamini mnajua kile ambacho tumewakusanya hapa. Rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama na ali zake na sahaba zake na waislamu wote watakaofuata mwenendo mpaka hiyo siku ya mwisho. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuweke miongoni mwa waja hao ya Rabbi. Viongozi wenzangu, washangazi wenzangu, Allahu Akbar. Leo tuna furaha leo, lakini ambayo furaha inachangia pia majonzi makubwa sana. Furaha tunayo ya kumwaga Hajat, lakini tunachangia majonzi makubwa sana. Mimi pamoja na mashangazi wenzangu na viongozi pia, tunamuomba Mwenyezi Mungu. Shangazi yetu Mafani, tunakuomba mama yangu, utufikishie salamu zetu, tufikishie salamu zetu za dhati kwa Waislamu wote huko Senegali. Japo unakwenda mama yangu, lakini tunakuomba moyo wako Hajati. Allahu Akbar. Usisahau mama yangu, usisahau mama, tunakuomba mama yangu. Na sisi huku tutaibakia, hatutokusahau. Mengi mazuri umeyafanya, mengi. Naamini mama ametuambia kama ana miaka 40 na ngapi mama yangu? 43 yuko Buju. Yaani katika hiyo ndo kuingia Bujumbura au ndo harakati zinaanza? Naingia naikutana harakati huko nikaingia. Allahu Akbar. Mama moja alikuwa pale anaita marehemu mama Tatu.
Mashaallah. Pale ndio tutaanzana nabo na bakina mama naso. Mashaallah. Bana nilikutana ile kundi nikapenda, alikuwa anatufundisha kwa msikiti. Mashaallah. Tukaendelea mpaka kundi inakuwa mkubwa. Mashaallah. Na mimi na Hajati tulianza hii kikao hii tulikuwa watu 7. Mashaallah. Tulikuwa tunatembea nyumba ya watu, tunalingania nabo pole mpaka inakuwa watu wanakuwa mingi. Alhamdulillah. 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 Kwa kifupi nafikiri mmesikia historia ya mama. Aliingia hapa mpaka leo na miaka 43. Alianza harakati walikuwa watu 7, wameendelea mpaka leo tumejaa jumba kama hili. Na ndio maana tunamuomba akisafiri huko moyo wake atujaze na sisi hatutomsahau kwa harakati ambazo alizifanya mama huyu. Mengi mazuri tutakukumbuka nayo mama yangu. Mengi mazuri tutakukumbuka nayo. Umetuacha na upweke mama yangu. Umetuacha na upweke. Ndio Allah katupangia Waislamu wa Burundi. Allah katupangia. Kwa heri ndugu yetu. Kwa heri mama yetu. Safari ni nusu ya kifo. Kuonana ni majaliwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ni kulia bado tungali tutalia sana mashaallah. Allah mzidishie kila la kheri. Kuona mtu unatoka kwenye kijiji kinakutamani. Ameyafanya mengi sana mama yetu. Mengi sana mazuri, sadaka nyingi sana ameziacha katika mji wetu. Akhlaqi nyingi sana tutafaidika kwazo inshallah. Kama kuna kile ambacho tunastahili kuhiga na kufata, tufateni yale ambayo alifundisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutba hii kina mama wa Kiislamu inatia uchungu. Na Mafanya ni miongoni mwa wale. Mama Bintu yuko hapo. Mama Zawadi yuko hapo. Macho ya utoto sana na wakumbuka. Changamoto nyingi sana za dini tulizifanya wakituchukulia kama watoto. Mafanya leo anarudi, huenda atakutana na maulizo kwao Senegali, la kujibu atalikosa. Kwa sababu tulielewaga ya kwamba Senegali ndipo alipotoka na Bwiza ndio ilikuwa kijiji chao, ilikuwa ni kijiji cha Wasenegali. Miongoni mwao wote Mafanya aliwazika. Lakini yeye kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala anarudi kina mama. Na nguvu ambazo aliingia nazo Bujumbura sio zenye anarudisha Senegali. Na yale ambayo aliyafanya mengi ni kama sisi tulimrangua upendo wake na nguvu zake. Ni faida kwetu. Nadhani hata mtu wa kwanza kuingiza barafu za maziwa za Titanic alikuwa ni Mafanya. Hilo watu walifaidika kwalo. Mafanya nakumbuka ilikuwa ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Misikiti karibuni 4-3 anawaambia iftari na daku ni mimi. Hani mapenzi ambayo alikuwa nayo Mafanya. Mafanya aliyafanya mambo mengi kina mama nikiyakumbuka ni uchungu. Wakati ambapo nilisikia kwamba anarudi Senegali kuishi yeko, sikuwa naishi naye lakini amenipa huzuni. Kijiji chetu ni kama kimeondokewa na mtu wa muhimu sana kina mama. Mtu ambaye alikuwa hajui kusirika. Mafanya ni mtu ambaye alijua kuongea na mtoto na mkubwa. Hivyo mama yangu, sawa na haya ambaye alizungumzia kiongozi wetu, na kuomba nenda ukayazingatia, hata sisi tutakumisi sana. Walikuwa wengi, lakini aliweza kushikana mkono na yule ambaye alimteua Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyafanye mambo ya Mwenyezi Mungu na leo ni fahari kwetu mpaka tuko hapa, fikra zake yeye zilichangia. Walikuwa mama wengi miongoni mwao. Wakina mama Mary wako wapi? Wakina mama Musa, wakina dada Asma, mama Fifi, Damkiwa, wakina mama Kiremba, hao wote ni mifano kina mama. Na leo Mafanya anarudi Senegali. Tusiwi na yakini ya kujua kwamba tunaweza tukaonana naye labda kwa huruma wake nani? Allah.
huenda tutaisikia historia mafanya kafanya nini kamuitika Allah subhanahu wa ta'ala. Mafanya ndugu yangu, mama yangu mpendwa wetu, imebidi urudi kwenye asilia yako, lakini hata na sisi tuna uchungu uliokuwa mkubwa. Hivyo tu basi, kina mama wa Kiislamu, sinabudi kurudisha mikrofoni kwa yule ambaye ni kiongozi wetu wakanyosha katika groupement letu la dawa, ambaye ni visi wa Amira Dawa, dada Steta. Najua ya kwamba biografia unayo kubwa. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupangia siku hii ya leo. Ni siku adhimu kwetu sisi kama vile wakina mama wapa nchini Burundi. Pia ikawa ni furaha kuona tumekusanyika kwa kuweza kumwaga mwenzetu. Pia ikawa tena ni uchungu kwa kuona kama tunaweza tukaonana. Yote ni mipangilio yake Allah subhanahu wa ta'ala, ima tusionani tena. Na kama vile Dasusi amezungumza, kwa kweli mtu mzungumze kwa wema, na kwa mapungufu tumwachie Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe alituambia, nimewaachieni uinje lakini undani mimi ndo ninaujua. Sasa tunazungumzia kunako ule uinje wenye tunakayo ufahamu. Tumeshirikiana katika kundi la kheri pamoja na ndugu yetu Mafanya. Nafikiri Bwiza ilikuwa ni ya kwanza. Bwiza ndo ilikuwa ya kwanza tangia kwa marehemu Mama Taki kuongoza. Alikuwa ni mama mwenye kujituma. Alikuwa ni mama mwenye kukusanya wakina mama huku na kule. Katika historia yake marehemu Hajati Amina alizungumza kuwa yeye hakuwa Muislamu. Hakuwahi kuwa Muislamu. Hakuwahi kuwa Muislamu. Baada ya kuwa aliingia Uislamu, akajaliwa akaolewa na shehe mwanadini. Baada ya hapo, kila alikuwa kilala akiota, alikuwa anaona anaongoza wakina mama. Akalifanya hilo. Aliweka madrasa pale msikitini Bwiza Barabara 3. Alikusanya walimu huku na kule. Wa vijana hawa leo tunaona wanakuja hapa mbele yetu, wote tumewalea kunako kundi la dawa. Hapo pote tulikuwa sisi wote, na Mafanya alikuwa iko hapo, na mwenye Hajati Amina alijitahidi katika njia yote. Akateremka Buyenzi, akaungana na marehemu Mama Mary, Mwenyezi Mungu amrehemu, amweke mahala pema. Mama Mary sisi wote katulea kunako uwanja wa dini. Na wote sasa hivi tukisabia, au wakina Susi walikuwa kama vile kuchekechea. Sisi tulikuwa tuko bado, lakini ndiye bado tulikuwa bado tunaolewa. Mzalio ya kwanza ya pili ikawa ule marehemu Hajati Amina akatoka dunia. Alikufa, nafikiri wenyewe walikuwa hai waliona, mji mzima ulitikisika. Wamoja waliamini, wengine hawakuamini. Kutokana na nini? Hakuna kingine chenye watu walimkumbukia isipokuwa ni Qur'ani. Qur'ani hii tunakaiona
uongozi tunakayoutaka, vyeo tunakavyovitaka, bila kuisoma Qur'ani hatujafanya kitu. Qur'ani inamuinua mwanadamu bila kutegemea. Huyo mama alipokufa ikabidi pakamate marehemu Aminata Dramé Kumba. Mama alikuwa ni mama, sijui nitakwambia namna gani, alikuwa ni mama wa kipekee. Alikuwa ni mama hana ubaguzi, ni mama mpaka watoto wake ule wakati vita inaingia hapa, ilibidi wamchukua wampeleke Jida. Alikuwa na kijana wake anakaa Jida. Akakaa kule Jida. Yeye anawaambia, mimi japo niko Jida, lakini nataka mimi nirudi Burundi nizikwe na wandugu zangu Waislamu wa Burundi. Wale wamama wa Buyenzi, wa Chibitoki, wa Kinama wale ndio nataka waniziki. Na kila dua utakayoomba Mwenyezi Mungu anaipokea. Basi kwa hiyo ule mama wakamwambia pana, vita Burundi imetanda. Akamwambia kwenye kusokuwa vita ni wapi? Hapa kila mara nikiingia msikitini kusali jeneza linapita. Sala ya dhuhuri jeneza, sala ya alasiri, magharibi mpaka lisha. Sasa hata huko nikenda sintakufa. Hata nikibaki hapa sintakufa. Ule mama alikuja, nafikiri alifanyiwa kama haya tunayoyaona amefanyiwa. Hiyo yote inatokana na nini? Kujisogeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimsogelea Allah, na Allah atakusogezea watu wale marafiki waliokuwa wema, wasiokuwa hata na chembe ya unafiki katika nafsi zao. Na wenyewe wako na chembe, Mwenyezi Mungu atakuepusha nao, atakutenga nao, atakuweka nao mbali. Basi ikafikia kila mtu atatoka. Leo tunamshindikiza Mafanya yuko hai, lakini hao wote tuliwashindikiza hali ya kuwa tumewakosha. Tuliwakosha, tukawavika sanda, tukawashindikiza. Bado tunamwomba Mwenyezi Mungu atukutanishe nao katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo ikabidi Mama Musa alipokufa ndio ikakamata marehemu bi mkubwa wetu Mama Ramati, na yeye akaongoza, alikusanya wakina mama. Msikiti ulikuwa unajaa pale Bwiza kwa kuisoma Qur'ani. Aliongoza kukusanya wakina mama huku na huku, vikao tofauti. Lakini ni mawaidha makubwa kuondoka kwake. Kila mtu nafikiri anakumbuka. Yeye mwenyewe alisalisha sala alfajiri, akatengesha maji ya kumosha binti wetu alikuwa amefariki. Kumbe yale maji na yeye atakoga ndani yake. Kwa nawaambia mfanye haraka walete sanda. Yeye mwenyewe akakata sanda. Baada ya kukata sanda, alikuwa anakunja sanda na yeye pale nafsi yake inatoka. Tulizika watu wawili siku moja. Mji ulitikisika, wamama walishokozeka, wamama walishanga, lakini ni mipango yake Allah. Sasa leo baada ya yeye kufa ndio pamekamata tena bi mkubwa wangu Mama Zawadi iko pale. Mashaallah, na yeye amekusanya wakina mama wako pale, ni katika kitengo cha kumtafuta Allah. Hakuna kutafuta kitu kingine. Ameshirikiana na wakina Mafanya, ameshirikiana na Mama Fatu Cham, na wengine wenye alioshirikiana nao wamoja walikwisha kufa na wengine walirejea nyumbani. Kina mama wa Kiislamu, tumsogelee Allah. Ikiwa leo tutazungumza kwa nini Mafanya sijui ametengwa hapo, amefanya nini? Sio yeye wala sio watu, isipokuwa matendo yake aliyoyatenda ndio yenyewe Mwenyezi Mungu amesababisha watu wote wanyanyuke ili wamuoneshe upendo. Hii ni fursa iliyokuwa kubwa sana na ni kitu cha kuiga ili tuipate athari
iliyokuwa nzuri, na hiyo athari tutakapoipata itatusaidia katika safari yetu ya kuondoka duniani. Leo anazungumziwa, aliwafunza watu kufanya barafu. Kuna mengi sana yakizungumzwa hapa, kila mtu atashangaa. Hivi hata walimu wa dini pako wenye leo wanasema Ramadhani inaingia. Alikuwa akijua Ramadhani imeingia hatutakosa iftari. Alikuwa akijua kama kule kuna mayatima hawana hata nguo ya kuvaa siku ya Eid, kiasi ya uwezo Allah alimwezesha alifanya. Alikuwa anajua ili jengo letu liko hapa mna athari yake yenye amekaacha katika nchi yetu ya Burundi. Ni mengi sana. Mwenyezi Mungu tu amwekee kunako mizani, kunako yale yote aliyafanya. Kwangu binafsi alinichukulia kama vile mdogo wake. Hata nyumbani kwangu mimi alikuja akawa nalala. Mimi kwake nilikuwa naingia kama vile mwenye kuingia sokoni. Chumbani kwake, na binti wangu alikuwa hafanyi usafi isipokuwa amemwita, njoo unifanyie usafi mpaka chini ya uvungu. Anakutana pesa na zingine za bure, lakini alikuwa akimkusanyia, anamuonesha, na mpaka leo ana huyo upendo. Na kijana wangu huyo kila leo akikaa hivi anakuambia nikimwona mume wa Mafanya namuona baba yangu, kwa sababu walikuwa wote ni wahalali jamaa ya msikiti. Mume wa Mafanya hakuacha msikiti mpaka vile amepata ibada ya maradhi, na Mafanya hakumwachilia katika ibada ya maradhi. Mwenyezi Mungu amlipe. Hautakutana dorsali hata moja kwa mgonjwa. Mwenyezi Mungu ndio atakayemlipa kunako yale aliyoyafanya. Mpaka leo nafikiri Mafanya kartie zote za Burundi ni wa ndugu zake. Bilimani kote ni wa ndugu zake. Sasa leo imefikia kusema tunamshindikiza, ni huzuni kwetu sisi wote. Ni huzuni, lakini kikubwa alichokivuna hapa katika nchi yetu, Mwenyezi Mungu amwezeshe yende akakipandikize kule. Apandikize isiwe ndio mwisho mpaka vile mwisho wake wa kutoka dunia. Yende akafanye mema kama yale alikuwa anafanya hapa. Alitoka nyumbani kwao akaja akakutana, akaacha wandugu, akakutana huku wandugu. Na ameacha wandugu na kule sasa anakwenda kuwakutana wandugu, inakuwa kama vile kuwatafuta wandugu wapya. Lakini kwa kuwa ni mtu mwenye alimjua Allah na yeye atamkusanyia wandugu, watakuwa karibu yake, watamuonesha upendo, watamuonesha kila kitu. Sasa kwa hiyo tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu na tuzidi kumwombea dua aende kwa usalama na afike salama, na iwe sababu ya mgonjwa anayeenda naye iwe sababu ya kupona kutokana na dua za wakina mama, wamama wapendwa, mama waaminifu, wamama wacha Mungu waliopendana kwa ajili yake Allah, kukusanyika kwa kumuaga na kwa kumwombea dua. Hatutoishia hapo. Ana kundi lingine la madrasa ya online ni Ikra, na wenyewe wanakuambia ni wachache, lakini lazima kwa upendo na heshima alikuwa akiwapa. Wamoja ni wadogo, wengine wanalingana naye, wanasema watajikusanya pia wakamuage, lakini watamuaga kivyao, sio kukusanya watu, kwa kuwa hapa ndiye sehemu yetu ya makundi yote. Ndiye maana nafikiri wakina mama na kiongozi wetu wa mashangazi na visi wake
na wengine mashangazi wamejikusanya kwa ajili ya kuagana na Mafanya. Mafanya, tutakukumbuka kwa wema wako, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuwa tunakumbukwa kwa wema, sio mtu akumbukwe kwa ule fulani. Lakini ukiona mtu anakumbukwa kwa wema, ujue kama na Mwenyezi Mungu kule anamuona kama ni mtu mwema. Basi kwa hiyo tunakuaga kwa wema na usalama. Mungu akupe afya na akupe nguvu uweze kutekeleza kwanza ibada yenyewe uko nayo, sio ibada rahisi. Mwenyezi Mungu akuwezeshe kama vile amekuwezesha kwa kila kitu, na kufungulia milango ya kheri, akufungulia milango ya baraka, afungue milango ya riziki iliyokuwa ya halali. Mwenyezi Mungu akupende kama vile na wewe ulivyompenda, akupende kama vile ulivyompenda. Mpaka leo asubuhi ndani ya madrasati ya Iqra yuko anasoma Qur'ani, sauti yake unaisikia, najiwaza sasa ndo sintoisikia tena hiyo sauti, lakini na imani kuwa hatotusahau kama vile na sisi tumemwahidi kuwa hatutomsahau kwa dua. Basi naweza nikapenda nikaishia hapo, nikiyazungumza ni mengi, lakini mimi namfahamu kwa wema. Nafikiri na ndugu zangu wote hapa tunamfahamu kwa wema, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tuige mwenendo wake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wape subra wa mama zetu, mashallah. Allah mtengenezee safari yake bila kukawia. Tunazunguruka kwenye kipengele cha dufu inshallah. Yeah.
Mafanya na mambo mengi sana yenye mtu anaweza kumkumbukia kwayo maskini. Alafu ni mtu mwenye yuko katika ibada kubwa, juhudi kubwa. Hivyo tu basi sawa na gisi tuko hapa, Allah mjalie mume wake awe ni mwenye shifa ya haraka. Imebidi kina mama. Waungwana wanatuambia maji ya sahau nini? Baridi. Huenda Mafanya riski yake ni udongo wa Senegali. Hivyo tu basi sintokuwa na mengi zaidi ya kuweza kuongea ili tuboreshe mahfali yetu mashallah. Tujikaze kwanza na machozi. Japokuwa wengine yalitaka kutoka lakini tujikazeni. Tapenda kumkaribisha kiongozi wa groupement letu la hapa Buyenzi la kikao mama Kadada. Japo madogo tu mpe nasaha. Nilizungumza ya kwamba viongozi wetu tutatoa nasaha kwa muda mdogo mdogo. Inaweza kuwa souvenir kwake mashallah, kwa sababu na yeye atajifarisha kama gisi na sisi leo tunajigamba tumepoteza mtu wa muhimu. Hata na yeye akifika Senegali atawaambia nilikuwa na watu wa maana. Hivyo tu basi kina mama, ndio maana niliongea kuna kuondoka na kusafiri. Bana kusala kusema mimi. Isipokuwa namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nimelia kwa uchungu tu. Nimelia kwa uchungu kwa sababu mazoea na tabu. Nilikuwa nimemzoea sana Mafanya. Nilikuwa nimemzoea sana Mafanya kwa kila kitu tu. Ninasikia nashindwa na kusema kwa kweli. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ingekuwa ni kufarikiana kwa kifo. Sijui ningerudia hospitali, lakini hivi najua kweli Mwenyezi Mungu tu ampeleke salama, amrahisishie afike kwa usalama, na mzee wetu Mwenyezi Mungu ampe shifa ya haraka. Sababu nashindwa hata kusema, sijui nitasema nini. Sijui nitazungumza nini kwa sababu Mafanya mimi nilikuwa nimemzoea sana. Sio Mafanya mwenyewe lakini sisemi Mafanya mwenyewe. Nimewazoea sana tu watu wa Bwiza. Mama Senegali wote nimewazoea kutokana na mdogo wangu. Kisi wamempenda na mimi ndo nimewapenda sana kwa ajili ya mama. Sikia tu sina la kusema ukweli. Mwenyezi Mungu Mafanya akupe subira, akupe moyo kutukumbuka, utukumbuke na sisi tukukumbuke. Usitusahau Mafanya. Wallahi naona kama sitaweza hata kusema mengi zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mafanya tutamkumbuka sana ya Rabbi. Mafanya hata wakati ambapo tulikuwa Bwiza masomo, walimu wakitufanyia changamoto, Mafanya anakuja kusimama kama mzazi. Wazazi wetu wametulia, lakini misukosuko tunaimpa yeye. Hivyo tu Mafanya tutakukumbuka kwa mengi. Alafu hatukumbuke eti juu unaenda. Machozi mengi wanakumbuka kwa wale ambao walifariki, alafu wewe unarudi peke yako. Nicho. Bila kukawia, nimkaribishe kiongozi wa Buterere mashallah falyatafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimwendee kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na halizi na sahaba zake na Waislamu watakayejikubalisha kufuata mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadi siku ya malipo. Naomba Allah atujalie tuwe katika miongoni mwa waja kwa pamoja na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ama baada na Mafanya, usia wangu mimi, Mafanya amenilea mimi, bado niko mtoto mdogo. Nafikiri yeye hakumbuki, ila mimi nilikuwa bado mdogo nakumbuka. Alitumika na dada yangu miaka mingi sana. Mafanya anampa komande ya mashuka. Inafikia dada yangu ananiambia, na wewe njoo uchukue komande kwa Mafanya. Na kwenda nachukua
bado hatujajuana kwenye harakati. Mafanya anamwambia dada yangu, mbona unaniletea mtoto kiloko? Huyu mtoto ataweza fanya hii kazi? Dada yangu anamwambia anaweza, huyo muamini. Mafanya ananipa komande ya mashuka. Allah mjue na mpende. Mafanya tuliishi hivyo, tunafuma mashuka tunambebea. Nimenunua parseli kupitia mikono ya Mafanya. Takbir. Lakini hakumbuki Mafanya. Allah ampe utulivu, amkutanishe na waja wema huko kwenye anakwenda, amkutanishe na harakati za Mungu, amkutanishe na waja wenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Mafanya, tutakukumbuka sana. Ulikuwa ukitoa salamu unaita majina ya watu katika grupu. Mbona fulani simsikii? Sauti yako wasitoi, na ukibadilisha namba urudi wa kuunge katika grupu tuwe tunasikia sauti lako. Mafanya, usiendi kule na ulikwenda na Mungu na ulikwenda na mambo ya Mungu eti ufike kule ubadilike. Chenye na kuomba uwe pamoja na Allah, uwe pamoja na harakati, na ukikuta harakati kule zimelala, amsha harakati, ndio kikubwa. Na wewe mfano kama vile tunamuita Hajati Habiba, na wewe Hajati Habiba wa Senegal inshallah. Tunakuomba hicho ukifanyie kazi kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nilifanya harakati na Mafanyi za mashuka mpaka tukafikia kwenye harakati za kuwa tuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo tukawa kwenye msikamano, tukawa kwenye heri, tukikaa tunatania na Mafanya. Mafanya, tutakukumbuka sana. Mafanya, ulikuwa mpenzi wa watu wote. Mafanya, haukutoka dunia eti unaenda ahera, ungali duniani. Panua harakati za Allah, panua harakati za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alipotoka dunia, alipokuwa katika sakaratul mauti, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba zake walimuuliza, ya Rasulullah, umetuachia nini? Umetuachia nini? Alisema, nimewaachia kitabu na sunna. Nimewaachia kitabu na sunna. Mafanya, nenda ukatumikishe kitabu na sunna alizotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utapendwa kama tulivyokupenda. Haukutoka duniani, uko duniani, na nenda ukapanue harakati za Allah. Nenda ukapanue maneno ya Mwenyezi Mungu, nenda ukatizame kitabu na sunna. Mungu amekuhifadhisha, Mungu umesoma, umetoka bwiza, umeshaelimika, kaelimishe wengine huko. Ndo kikubwa ninachokuhusia. Wabillahi taufiki, khairul kalam ma qala wadala, waibul kalamu ala wa kasra. Wabillahi taufiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wote ambao wanapita hapa ni kheri zake tu. Bila kukawia, nimkaribishe mwalimu wangu, mwenzangu, mpendwa wangu, ambaye nikishirikiana naye kazi anayo madogo kuweza kusia sawa na historia ya Mafanya. Tunaomba viongozi ambao tuko hapa, kwa kweli tuwe na mfano kama wa Mafanya. Ndio yale ambayo niliongea, anaondoka mtu sehemu, kijiji kinamhitaji. Wallahi ni miongoni mwa kheri. Wote ambao watakaopita hapa, nadhani ni historia njema tu ya Mafanya. Hata na yeye moyoni mwake imelazimika, nadhani ni kwamba hafurahi, ila lazima maji yarudi wapi? Kwenye asilia yake. Hivyo nikimkaribisha Dada Hamida dakika ndogo ili tuendelee na harakati za kuwaita wengine. Fali atafadhali mashukuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati al-iman. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islam. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia siku wa Islam. Kiziomba ziada na rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na juu ya nduguze na masahabazi na Waislamu wote ambao wataufuata mwenendo wa mtume hadi siku ya Kiyama.
tukimwomba Allah atuweke miongoni mwa wale ambao watafuata mwenendo wa Mtume. Ama baada ya hayo nisitozungumzia mengi, isipokuwa tunatoa tu shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutukusanya siku ya leo, na si ingine Allah ndo alikuwa ameipanga katika siku ya leo, atatukusanya kupitia kwa Mafwani. Na kitu kikubwa nitakuombea dua mama Fwani, katika safari yako Allah namuomba akupeleke salama na akufikishe salama na akutangulie kwa kila kitu, awe mbele yako. Na pongezi sana kwa wamama wa Bwiza kwa kuitoa hii dua katika kuwaombea wamama wote wa Bwiza wa Senegali. Namuomba Allah awalipe kila laheri na wazidishie na awape mwisho uliokuwa mwema, bila kusahau na sisi wote Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Kwa maana ni wamama alhamdulillah wamejitahidi katika harakati za dini, mashallah. Mtu namzungumzia na gisi alivyo. Wamejitahidi mashallah. Ni wamama ambao tumewapitia kitambo kirefu sana, bado tuko wadogo. Tuko katika harakati ya kutembeza sadaka. Tulikuwa tukiwapitia wamama wa Bwiza, hawatatukubalia kutoka na sanduku zetu katika manyumbani kwao bila hawajatukirimu. Allah walipe kila laheri. Mpaka ilifikia siku moja tulienda kwa mabitu pale, tukawa tumeingia kwake, jua likali limewaka, na yeye ndio anapika takrima ya nyumbani kwake. Akaona hii haiwezi kaenda wa kwangu tu ndio wenye peke yao waini. Alitukatalia kutoka kwake, akatuambia nitatoka hapa mmekula. Mashaallah, tabarakallah. Allah walipe kila laheri, awazidishie. Tunapomaliza kula ndio tunaendelea na safari za kuomba sadaka. Hiyo ni jitihada za watu wa Bwiza, mashaallah. Tumetumika nao pamoja watu wa Bwiza hata katika harakati za kipishi kwa mganga hospitali. Tukipikia chakula, tukipika chakula hapo barabara anane kwa kina makadada pale. Na makadada na Allah mlipe kila laheri, amzidishie. Mama alikuwa na jitihada na yeye. Anatufungulia mlango saa 9 ya usiku, saa 9 ya usiku anatufungulia mlango. Tunaamka, tunapika. Wamama hao walikuwa wanakuja kutana chakula kishapikwa, kina Dasteta, kina da Shemsa hapa. Chakula sitoshaga pika, wenyewe wanakuja tu wanatia mandoo, wanajikusanya vijiji vyote, Chibitoke, Mtakura, Bwiza, Kame, wote mpaka hospitali. Bado sisi tuko wadogo hapo. Alhamdulillah, ni wamama tumetumika nao vizuri. Mashaallah, Allah walipe kila laheri, wazidishie na wakutanishe na hizo amali zenu hiyo siku. Mafanya unaondoka na saha yangu ya mwisho. Kaendeleshe harakati kama gisi ulizokuwa ukizifanya hapa. Usifiki kule ukakaa. Ikawa tu historia, mimi kule nilikuwa mwana harakati, nitakuomba simama tena kule. Ikiwa kuna wengine wako kule, basi jiunge nao, muendeleshe harakati za Allah subhanahu wa ta'ala. Uzidi kumtumikia Allah mpaka pale Allah atapokusema hapa ndipo mwisho, amekuchukua sasa, na ndo harakati zinasimama. Na yale ambao utaona kwao kule Senegal labda yani hawajaamka nayo, basi nakuomba jitahidi kwa ajili ya Allah, uwe ni mwepesi katika kuamsha jambo hilo la kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Mafanya umekaa miaka mingi hapa, au kujua kama huu mwaka Allah atakupangia safari ya kwenda, lakini kwa Allah yote alikuwa shajua kama mwaka wako na mwezi wako ni tariki fulani ya kuondoka kwenda nyumbani. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio anapanga kila kitu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambaye alikupangia yote yawe heri kwako. Sina mengi zaidi ya hayo. Tutakukumbuka tu sana, na wewe pia utatukumbuka. Ila kitu tutakuomba kama viongozi wana kikao, viongozi wa Burundi, mashangazi wa Burundi, tufikishie salamu zetu kwa Senegali. Waambie viongozi wa Burundi wanakusalimia na mashangazi wa Burundi wanawasalimia.
na akiwa kwamba ili jambo la washangazi litakuwa bado halijaanzisha, na kuomba kwa ajili ya Allah lianzishi kwa ajili yake. Allah ndo atakulipa inshallah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Na nikizidi kumshukuru Allah ambaye katujalia kufika hapa, si ujanja wetu, isipokuwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika siku hii nzito na mkina mama, mimi kwangu naona kama ni siku nzito sana. Kuachana na Mafanya ni mtu kwangu, mimi naweza nikasema kama sijui nitamsifuaje umama, lakini Allah ndo anajua mengi, siwezi nikayasema, isipokuwa kama mtu anafanya wema anajifanyia nafsi yake, na alipoufanya huyo wema hakutaka mtu amtangazie, alitaka ni sababu kwa Allah. Lakini huyu mama kwangu mimi ni kama vile nimepoteza sana. Nazidi tu kumwombea dua kwa Allah huko anakokwenda, Allah muhifadhi, amkinge na shari na mabala na misukosuko na mitihani, ampe aliyokuwa mema duniani na akhera. Kama vile alivyosumbuka kumtafuta Allah, basi Allah amwe ngao, amwe kizingiti, amkingie kila libaya, na muendeleze katika dini, ampe mwisho uliokuwa mwema, afe hali ya kuwa ni Muislamu mzuri mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na akifika huko, ushauri wangu, atapofika kule akusanye watu, japokuwa watakuwa watu 100, 200, 300 hawatomuitika, lakini hatakosa hata 2, 3 wenye watamfuata, ambao atakaya na kusanyika nao wanazungumza maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wito wa Allah sio wote wanakuwa na ukubali wanauitika, lakini hata kosa hata wapenzi wake 2 atakuwa anaika nao pamoja, wanazungumza, wanakumbushana kuna mambo yake, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio ushauri wangu. Nitapenda kumpa mama yetu kipenzi na kumwambia kuwa asisahau kuwa na namba zetu tu, tunazungumza kama kawaida, tusikie sauti lake na asikie sauti zetu, kwa sababu amekwenda safari, hakwenda kufa. Amebadilisha tu makazi, sisi tumebaki huku, yeye amekwenda huko. Kuonana ni majaliwa. Huenda tunaweza tukasema hatutaonana naye, lakini Allah kaleta tena sababu tukaonana naye. Kwa hiyo kina mama wa Kiislamu, nitapenda tu kumuhusia mama yangu kipenzi Mafanya, Allah muhifadhi. Kama alivyokuwa akituhifadhi, anatufichia aibu, basi na yeye Allah amfichie aibu zake na ampe mwisho uliokuwa mwema. Ni hayo tu machache. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi mashangazi Lazima
Mujitahidi. Naam. Alhamdulillahi alladhi ja'alna min ummati Muhammad khairu umma na'muruna bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil anbiya sayyidina ustadhana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnati ila yawmid din. Sina budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia siku ya leo kujumuika na nyinyi hapa. Sala na amani zimwendee Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake na wasahaba zake. Waislamu wote watafuata mwenendo wake mpaka siku ya mwisho. Allah tunakuomba na sisi miongoni mwao. Kwa kweli na mimi sina mengi. Kwa kuwa na mimi Mafanya nimemjua. Kwanza namshukuru kwanza dada yangu Mama Zawadi. Ndio sababu kubwa ya mimi kumjua Mafanya. Kwa kikao chake kile cha Bwiza niliweza kujumuika. Baada ya kujumuika nilikuwa namuona tu hivyo, lakini nikawa namuona ni mcheshi sana. Nikaanza kumuona kwenye safari, tunakwenda safari za Birimani, tuko naye kwenye bisi moja. Anajitola sema, jamani, nani asimame agawie watu chapati? Nikageuka nikamtazama huyu mtu anagawia tu gari nzima chapati. Ni nani? Kama ni ule mama namuonaga kwa kikao cha Mazawadi. Kasema mama ni mkarimu kweli, Mwenyezi Mungu amlipe. Kuna watu wanajua kutafuta sawabu kweli. Gari nzima na konvoi na shoferi wote wakapata wakala. Hiyo ikaisha. Nikarudi tena safari nyingine mwisho wa mwezi. Nikaona ni vile vile, nikasema mama kwa kweli Mwenyezi Mungu amlipe. Na mimi ikawa ni sababu ya kuweza kumjongelea kwa kuwa na mwana mtu mwema kina mama. Hakuna mwingine kwa anajitolea kufanya vitu kama hivyo. Baada ya kuwa nimemjongelea ndugu zangu, wallahi mimi nilikuwa nikimpitia alimojamjani, nilikuwa nimeenda Bwiza napitia, nikipita hasa mwezi wa mtukufu Ramadhani, wallahi anajipiga unaingia, anatoa sukari anakupa. Katizame unayo hauna, anakupa sukari unaenda kufuturu. Nilikuwa kama ni mtu mkarimu sana. Ukienda kwenye vikao vya mayatima unamuona yupo, kwenye wajane yupo, jela yupo, kwenye kundi la Nuru yupo. Ndugu zangu, huyo kama mtu una akili unamdhania kheri na unamkadiria kama huyu ana chembe za imani ya dini yake. Kwa kweli Mafanya, wewe sio Mrundi, lakini tukao tumeshakushika kama wewe ni Mrundi kabisa, ndugu yetu. Tukao tunajisikia tukikuwa karibu yako, tunajisikia kabisa hakuna la kusema eti utasema ni etranger au ni Msenegal au ni, wallahi ulishakuwa Mrundi. Na ndio maana tutakumbuka sana kwa kuwa ulikuwa unamjiongeza kila mtu, ulikuwa una ubaguzi. Kila mtu wewe haukuwa una Warundi wakwambia kujinuva mtu. Ndio tutatukumbukia sana hapo. Kwa kweli Mwenyezi Mungu akusafirishi salama. Ndugu zako tupo, tutakuombea dua na utuombee dua kuna kwenda. Wanakuambia kifo na salamu na ni safari sio kifo. Huenda Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake tunaweza tukaonana. Inshallah. Mtu akifa ndio mnamuaga mnalia sana kwa kuwa mtamuona, lakini mimi nina imani tutaonana naye Mafanya. Mimi nina imani tutaonana, na mimi napenda kutembea, huenda nitatembeleaga Senegal nitamuona inshallah. Mafanya sio na wasiwasi, usikukatiki sana. Huenda siku moja ukaona hodi unamuona mtu anakuja wa Burundi, tukaonana. Sasa kwa ndugu zangu, mimi sina mengi zaidi. Mafanya kwa ufupi, nafikiri mmeona tangu juzi, sisi tuko tunaomboleza juzi. Nafikiri wenye mkuja leo juzi tuko Bwiza tulifanya mambo ya maajabu sana. Watu tulilia mpaka tumechoka hivi sasa tunata machozi na bado tutaendelea. Kwa hiyo wallahi Mafanya kwa kusema kuna mtu ana chembe ya hasira na wewe. Kwanza tunaomba kwanza msamaha kwa tulieshi. Mafanya ulikuwa unachuuza machurai, unachuuza kila kitu. Kama kuna mtu ana deni lako anaweza kuwa alisahau kulipa, Mafanya utusamee. Tusamee, deni sio lizuri Mafanya, utusamee na moyo wako wote. Wenda tulisahau kukulipa, utusamee kabisa mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mazawadi sasa kila nikimtazama Mazawadi nasikia nilie. Mazawadi utaniliza sana. Yaani haamini, Mazawadi haamini, ila utalazimika kuongea tu. Yaani hii inaitwa ndo kama ile umemuguza mume wako kafa, utamkosha umvike na utampana wakamzika, afu baadaye ulie wakikwambia makiwa yamepita. Hivyo tu Mazawadi wangu utazoea mama yangu, si wewe peke yako ambao una uchungu, tuko wengi. Nikikutizama sana nasikia uchungu kweli, ila karibu uongee Mazawadi, jikazi.
Tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, katufikisha hapa kwa usalama, na tukitaka kurudi turudie kwa usalama. Nafikiri maneno mengi wameshasema, watu wote wamesikia. Mimi sina hata la kusema. Sina. Mimi namwombea dua tu mafanya na mume wake waende kwa usalama, wafike kwa usalama. Mwenyezi Mungu awaepushe na matatizo ya njia. Ila na mimi naahidi kama inshallah tutaonana na mafanya, mimi Senegal naingia inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Thumma salatu wassalam ala man la nabiyina Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Kwa kweli tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, muweza wa kila kitu, ambaye yeye humpangia mja wake. Ya Allah peke yake ndio mwenye anayetupangia, hatujipangii isipokuwa mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ninamshukuru tu Mwenyezi Mungu kuona amenijalia nimeweza kufika hapa. Kwa kweli ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa mashallah tulikuwa tumekamatiliwa na mengine, tulikuwa tumeenda kuwajibika darasani. Alhamdulillah, tulikuwa tunafunga masomo leo, japokuwa na miaka na nini lazima tusome tu, kwa kuwa ni wajibu. Ni wajibu kabisa kusoma. Kila Muislamu lazima aitafute elimu walau bisini, japokuwa ikiwa hata ni kwenda shini kaitafute tu elimu, sababu ni wajibu. Alhamdulillah, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia, ameweza kutufikisha tena tuweze kujumuika katika kikao hichi chetu mashallah cha kumuaga ndugu yetu, dada yetu, kipenzi chetu Mafanya, ambaye Allah akimjalia anakwenda kuanza safari inshallah ya kuweza kurudi nyumbani. Allah tunakuomba umjalie kila la kheri katika safari yake, umpe mafanikio yaliyokuwa mazuri katika safari yake inshallah. Kwa kweli alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru kwa hilo. Ni Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Ndugu kina mama, tunashukuru ambaye walioandaa kikao hichi kwa ajili ya kumshindikiza ndugu yetu. Hii inaonesha kama viongozi na kundi la mashangazi nipe nasaha wanayo mapenzi makubwa kwa ajili ya ndugu yao. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, japokuwa tuna uchungu uliokuwa mkubwa, tuna maumivu yaliyokuwa makubwa, kwa kuwa tumeishi naye miaka mingi, miaka 43 tumeishi naye kwenye da'wa, kwenye harakati zote za dini tumeishi naye. Kila tulipokuwa tunakwenda Mafanya tulikuwa naye, vikao vya mwisho wa mwezi Mafanya hachelewi. Harakati zote ambazo tulizozifanya tulikuwa naye pamoja. Allah tunakuomba umfanyie wepesi kwa yale yote ambayo anayekwenda kuyafanya huko. Ila labda tutoe usia kidogo. Unakwenda Mafanya nyumbani mashallah, uende ukaanzishe kundi la wamama, iwe ni mfano wa hapa ulipotoka. Ulianze kundi mashallah, kama litakuwa la Qur'ani, kama litakuwa la kuweza kufanya harakati, alhamdulillah rabbil alamin.
uende ukalianzishe inshallah, ili uingie katika ukumbi ambao uliokuwa nao hapa, ili uweze kupeleka kule. Inaweza kuwa ni sababu ya wewe kukupa fursa na kuweza kukupa nguvu, mashallah, sababu utakuwa ukikumbuka, nilikuwa Bujumbura, nilikuwa nafanya harakati za dawa, za harakati zote, mashallah, sasa nafika huku nikaanze ule mfumo ambao niliokuwa nao uko Burundi, ili inshallah uende ukaweze kukutoa majonzi, machungu, mashallah. Lakini tunamuomba tu Mwenyezi Mungu akujalie safari iwe njema, sababu kwa kweli kuonana tena ni majala ya Allah. Labda tutakuja kuonana kesho inshallah kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio tunaweza tukaonana. Lakini kwa kuwa Allah hashindwi na kitu, anaweza akaifanya sababu ikafanyika tu sababu tukarudi tena kuona inshallah. Tunamuomba hilo Allah inshallah atujalie tuweze tena kuonana. Imafanya Mwenyezi Mungu akujalie, akupeleke salama, uende kwa usalama na ufike kwa usalama, na ukaanze mambo yako yote kwa usalama. Azifungue kheri na baraka zote azimimine kwa ajili yako inshallah. Tunakuombea dua. Tunakuombea dua nyingi kabisa huko unakokwenda, sababu kwenda kuanza maisha mapya sio kazi nyepesi. Ni kazi ngumu, japokuwa ni nyumbani, lakini ni kama vile amekwenda kuanza mpya. Amekwenda kuwa ni mgeni, hajui ataingilia wapi na hajui atatokea wapi. Lakini la tahafu wala tahzan, usihofu wala usihuzunike. Allah yupo pamoja na wewe, atakuongoza kwa kila njia, atakufanyia wepesi kwa kila njia, ili kule unakokwenda uende usiendi ukadhalilike, kwenda kukatereza. Alhamdulillah, tunamwomba tu Mwenyezi Mungu afungue milango ya kheri. Uende ukawe mama mzuri kama ulivyokuwa hapa, uende ukawe na kule uo kiongozi, uongoze wa mama, uwafunze mashallah, ukawatolee mawaidha kama yale ambayo uliokuwa ukitutolea hapa. Kule na inshallah nadhani itakuwa ni mazuri zaidi, sababu lugha ndiyo hiyo itakuwa kule imepanda. Mashallah, utawazungumzia, utawafunza wakina mama. Kama mashallah atakuwa hakuna elimu, inshallah Mwenyezi Mungu akujalie wende ukaipeleke elimu ambayo umeitoa huku. Kwa kweli mashallah ni kheri. Huenda Allah ameifanya sababu maafanya kwenda huko kurudi huko nyumbani, ili aende akawaongoze, akawaonyeshe ambayo Allah amesema na ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Hayo inshallah tunakuombea tu Mwenyezi Mungu akufungulie milango ya kheri. Tunamuomba Mwenyezi Mungu akupeleke salama. Tunamuomba Mwenyezi Mungu akujalie uende huko, uende ukawe kiongozi mzuri, ukawe kiigizo chema inshallah. Allah akufanyie wepesi, akurahisishie kwa yote. Wabillahi tawfiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna huzuni kwa hii siku adhimu, twamuomba Rahmani aibariki safari yako, akufikishe kwa usalama.
matunda ndio unaopigwa mawe, lakini kwako mpendwa wetu, sisi tunasema mti wenye kivuli ndio unaotafutwa na wasafiri. Safari yako kuelekea Senegal ni njia mpya ya neema. Punde tu nikiwa hapa, nimepokea simu iliyobeba uzito wa lulu. Ni simu kutoka kwa mama yetu, kiongozi wetu mwenye busara, Hajat Habiba. Ingawa kwa sasa yuko mbali na macho yetu, sauti yake imeniambia kuwa ni kuku mgeni hakuacha kutoa mayai kwa sababu tu amehama banda. Ametutuma sisi binti zake tunaofuata nyayo zake, maana mwana wa simba ni simba. Na kwa kuwa mtoto mwema kwa mzazi ni mwenye kutekeleza yale aliyoambiwa na mzazi wake, sisi kwa utii wetu tumeamua kuleta neno hili la mama yetu kwako. Mama Hajat Habiba anasema, wema haubozwi na bahari. Nikiwa na maana, bahari ni kubwa na ina nguvu sana, na mara nyingi vitu vinavyotupwa humo vinawezekana ima vinaweza kupotea, kuoza au kusahaulika. Hata hivyo, mithali hii au mfano huu unasema kuwa wema hauna uwezo wa kuharibiwa au kusahaulika, hata kama utatupwa kwenye bahari. Hata kama utatupwa kwenye bahari ya matatizo au kutoonekana kwa muda. Na kile ulichokifanya Burundi hakitafutika kamwe. Anatukumbusha kuwa mvua hainyeshi upande mmoja tu, na sasa ni zamu ya Senegal kupata baraka ambazo sisi hapa Burundi tumezifaidi kwa miaka mingi. Hivyo basi, mruhusu binti yako afungue hazina ya shukrani aliyoandika mama kwenda kwako. Assalamu alaikum. Kwa mpendo wangu mama Fanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Je, malipo ya wema ni kitu kingine zaidi ya wema? Suratul Rahman. Kwa kutambua moyo wako wa kipekee wa kujitolea, tunamuomba Allah awalipe kila heri mliopanda ndani ya shirika letu chini Burundi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Bora wa watu ni yule mwenye nafaa zaidi kwa watu. Wewe umekuwa bora kwetu, ulitufaidi kwa mali na busara zako. Alama ulioacha Burundi itabaki kwenye mioyo ya wanawake wa FEMEBU daima. Shukrani zetu hazitoshi kukulipa. Tunamwachia Allah akufungulie milango ya kheri chini Senegal kama ulivyotufungulia milango ya matumaini Burundi. Ingawa masafa yanatutenganisha kijiografia kati ya Burundi na Senegal, undugu na upendo wa dhati uliojenga FEMEBU hautabomoka. Nenda kwa amani, shujaa wetu. Umeacha athari isiyofutika. Senegal inajivunia mwanamke imara kama wewe. Na FEMEBU inakuaga kwa heshima na shukrani za dhati kwa miaka yote ya mishikamano. Mwenyezi Mungu akujalie ulinzi wake wa daima katika safari na makazi yako chini Senegal. Allah kwa huruma wake aweke nuru njia yako, afanye wepesi katika kila jambo lako, na akujaze neema zake zisizo na mwisho hapa duniani na kesho akhera. Kazi yako mpya iwe yenye mafanikio na amani. Hajat Habib. Siku ya huzuni kwa mpendwa wetu. Takbir.
shangazi wetu, shangazi yetu mama Fanya, na kumuaga mpendwa wetu, shangazi yetu mama Fanya. Tunakuomba shangazi kiongozi wa shangazi pete pasta, ili tuweze kuzungumza zawadi wetu. Nadhani msomaji wa hiyo zawadi ni visi tunakuomba amepewa Burundi. Mafanya wamepewa Burundi takibiri. Alama kuonesha kwamba usitosahau. Alafu Burundi iko na kulele ambayo inataka kuambatana na shangazi na maji ya jamii. Kwa basho bosi za kuona jamii. Kumbe wapo kwa shangazi. Takibiri. Sangeshika kwanza. Tunamuomba kiongozi wa Amira kiongozi dawa nchini Burundi. Dawa mama, tumekuwa tusahau. Uko na dia doma. Simamisha. Haya, simamisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamina. Kama mnavyofahamu, tumekusanyika hapa ajili ya kuagana na ndugu yetu, rafiki yetu, mwana kikao wetu, mwanaharakati. Mengi sana hapa yameisha tajwa. Kwa hiyo kundi la Shangazi Nipe Nasaha na vipengele vyake vyote kwenye jina la Afemibu tumeweza kutafuta zawadi hii ili ndugu yetu, japokuwa tumeachana kwenye macho, lakini kwenye roho tuko naye wakati wote. Na wewe ndugu yetu situsahau. Ukiwa kila siku na tupa macho kwenye hii tablo, utakuwa nakumbuka huko ulioishi. Maana hapa ndio umeishi wakati wako, bado uko na nguvu, bado unaweza kufanya kazi za harakati, kazi za Mwenyezi Mungu. Lakini uko umerudia nyumbani, maskini umeenda, nguvu zimeisha kuwa ndogo. Ukiwa unapiga macho hapa kila siku, utakuwa nakumbuka yale yote uliyoyaacha huku. Allah kujalia yale utakayoweza waendeleze huko nyumbani. Inshallah. Tablo yenyewe ujumbe ni huyu. Ujumbe wa Shangazi Nipe Nasaha. Mzazi bora, tulikupenda. Uko mfano, ulitujali, ulionesha upendo Warundi. Imebidi urudi nyumbani, ila bado tulikuwa tunakuhitajia. Tunakutakia kila la heri. Allah akuhifadhi ndani ya maisha yako na familia yako. Tulikupenda, ulikuwa mfano mzuri wa kuiga ndani ya Afemibu. Kwa hiyo tunakutakia kila la heri katika safari yako. Zawadi yako ndiye hiyo.
watafagia, kwa kuwa wenye kufanya usafi watashughulikia. Shangazi Stella utaonekana mgongo. Nasi mtatupa eko. Hapana, hiyo keki mnaiona je? Nasi tutakula eko. Bado nitagonga. Tafadhali tusaidie kidogo tu. Kamata wapa haja kuna hata serviette. Wacha kwanza kake. Sikuwataolewa Nimekuambia ule mama, nimekuuliza Saile. Saile nimekuuliza ule mama ni nani? Kio yatima, Samtume unalama Wanaharakati wa siku 10 za itikafu. Mama ndio alikuwa anatulisha siku 10 zote za itikafu. Ndio kwa maana natoa machozi na natoa shukrani. Mungu akulipe heri mama. Mungu akupe mwisho mwema zaidi ya mwanzo uliowazia. Tunashukuru sote wana. Ndio shukrani nitakutoa hiyo. Ramadhani zote siku 10 zote za itikafu. Mama mwanzo mwisho. Futari, maji, daku. Mama fanya. Nakuombea Mwenyezi Mungu akulipe heri. Akulishe chakula pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama vile ulitufuturisha mama na ukatulisha daku, Mungu akulipe heri. Akufungulie milango ya heri kuna kwenda mama yangu. Akuchongezea viumbe wema. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sifa zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye aliyotuneemesha kutupatia na daraja ya kuitwa wamama, wa kuitwa dada, ya kuwa tuko mbele hapa ya wasichana zetu, na sisi jana tulikuwa wasichana mbele ya hawa mama zetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kila mtu tuko tunaonesha ni affection yetu kwa machozi, lakini nilimwomba Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo mimi anipatie tabasamu ya kwa hii furaha ya kuonesha kuwa tuko tunashindikiza mtu, tunampatia furaha yetu, na hiyo furaha ndio itakayomshindikiza mpaka mbele. Jana ilikuwa siku ya Ijumaa, ndio niliona watu wenye wako katika Coupe du Monde katika ile CAN d'Afrique, isipokuwa wajuere kutoka Senegal. Ndio wale wa vijana walipanda bisi wakaacha shughuli zote wakaenda kuswali Ijumaa, na ndio wakatangazia kuwa 98% ya population ya Senegal wote ni Waislamu. Yani mafanya Allahu Akbar. Allah alikutoa, anakutoa katika Waislamu waliokuwa wachache wenye upendo, anakupeleka kwa Waislamu waliokuwa wengi kwenye kuna tahfiz Quran iliyokuwa bora, lakini ndio safari yako ya kwenda kuendeleza kwa watu wema wenye unakuta huko. Kuna dada yangu alisema kuwa mafanya kuwa haoni mtu kwenye harakati yoyote, anakupigia simu na kutumia message uko wapi, na mimi hizo message ni kitu kilikuwa kinanifariji sana, kwa sababu kila harakati tulikuwa hatuko pamoja, alikuwa kiniandikia Asia uko wapi, bosi kukuona. Allahu Akbar. Hata kama nitakuwa nimeenda wapi, lakini nasema harakati iliyofuatia ngoja nitafute muda hata dakika 5. Allah akupatie wewe ukumbusho wako katika huko kote kwenye unakwenda, na safari yenye unakwenda na mume wako. Basi mimi nakupatia jina la rahma kama mke wa Nabii Ayub alayhi salam, subra yake, takwa yake na jitihada zake zote alizozifanya kwa kumuuguza mume wake. Basi na wewe Allah akulinde na awafikishe uwe mtia moyo wa mume wako mpaka safari yenu ya mwisho, na sisi sote Allah atukutanishe kwenye pepo ya Firdaus chini ya kivuli cha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ziada na rehema zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naona sitakuwa na mengi ya kuzungumza, kama ni furaha, kama ni kilio, sijui Allah lisu. Kwa kweli tunamkosa Mwafanya, alikuwa mwana ahwatul bora katika kundi letu, bila tujamuona katika misafara ya kwenda milimani kila mwisho wa mwezi. Tulikuwa tunasikia saa vile tunasikitika. Mama huyu Allah amlipe kila la kheri, alikuwa anajitolea kwa kila kitu. Mafanya atamka kama ni saa 9 usiku, kama ni saa 10 anaamka anapika chapati, mandazi, nini. Presida ikala mpaka karibu yangu, ambia Mafanya taikani kwa kumbele. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza, naona hata angekuwa gani sumu ya kuitia hiyo kila chakula mwisho wa mwezi. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuchukua kile chakula, naanza kula bismillah, nakula chakula cha Mafanya. Kwa kweli mama huyu Allah amzidishie na amlipe kila la kheri. Akikaa mgrupe au pembeni, anatoka pembeni presida na kutumia mawaiza hayo, naambia Mafanya sijui Kisenegali mawaza nitasikia aje Mafanya. Presida sikia tu hivyo hivyo, utasikia tu Mafanya, sijui hata kimoya Mafanya. Kwa kweli nasikia tu na misa vile tunasikitika tu sana, lakini makadara ya Allah. Allah ndo alipanga. Hakuna cha kumshinda Allah. Na Allah anampenda zaidi yetu sisi. Sisi vile tunampenda.
Kwa kweli sina mengi ya kuzungumza, ni preza wa akhwatul jana, mwanamimba wangu Mafanya, mama yangu, bibi yangu, shangazi yangu, rafiki yangu, mpendwa, kila kitu kwangu, mashallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ba'd. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye aliyotuongoza katika dini hii tukufu ya Uislamu, si kwa ujanja wetu. Tumezaliwa tukajikuta tuko Waislamu. Alhamdulillahi ala naimatil Islam. Jadana rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yeye na ahalize na sahabaze na Waislamu wote ambao watakaojitahidi kufuata mwenendo wake hadi hiyo siku ya Kiyama. Na ndugu zangu Waislamu, Mafanya sijui tumzungumzie vipi. Kwa kweli ni mama yetu ambaye ametulea sote, kuanzia hata kwa mume wangu linajulikana hilo, mpaka mimi mke wake linajulikana. Ana mazuri mengi sana, hayaelezeki wallahi. Na hii ni alama bora. Ikiwa mtu anazungumziwa mazuri bado yuko hai, vipi akifa itakuwaje? Kama akizungumziwa hivi katika mwanandani ni kheri, na hili ndilo ambalo Uislamu umetuhusia, tuache taswira njema baada ya kufa kwetu. Sisi binadamu tunatosha kuwa ni mashahidi sisi kwa sisi. Ikiwa mtu atakufa akaacha taswira nzuri, anazungumziwa vizuri, yale mazuri yanamfuata. Kwa hiyo ndugu zangu, tuchukulie mfano bora kwa mama yetu Mafanya. Amejaribu kuishi na watu kwa wema, na katika amali kubwa ambayo ina daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuishi na wanadamu kwa wema, katika tabia nzuri ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda kwa waja wake. Mama Mafanya amelitimiza hilo. Kwa hiyo kwa kumalizia tu nitasema innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum. Waislamu wote ni ndugu, tuunganishe undugu wetu. Mafanya alipotoka Senegali alikutana huko palikuwa hakuna ndugu zake, lakini akajivunia na ndugu zangu ambao tunaochangia shahada. Na undugu wa shahada wallahi ni undugu mzito sana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kimvuli hiyo siku ya Kiyama, katika siku ambazo hakutopatikana kimvuli ila cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika watu 7 Allah anasema watu ambao waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Allah amewaahidi kimvuli hiyo siku ya Kiyama. Na alikuja huko akajivunia kuwa na ndugu zangu, kwa hiyo akatupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Allah ampende, Allah ampende, amfungulie milango yote ya kheri, amrahisishie katika mambo yake yote, ajalie apate radhi zake na radhi za mume wake. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kazawadi kadogo lakini nika surprise. Daros, mimi nakuomba sogee. Umesema nilikuwa nataka nimfate kule nimtume mtu, ndio ilikuwa lengo. Sasa ukamtaja. Hey. Mama, zawadi yako hii. Kwa mambo yake mtoto huyo ana haki kupewa zawadi. Kidogo hicho mama yangu. Kipokea.
TV.